Ndugu na dada, amjambo. Ninaamini mzima wa afya, na ndio maana tunapaswa kumshukuru Mungu kwa sababu sote tu wazima. Na binafsi namshukuru Mungu kwa sababu ametulinda katika mambo mengi, anatutunza, anatuepusha na mabaya mbalimbali. Visa vingi sana tumepitia kwa kipindi cha mwaka mzima. Kwa mujibu wa kalenda ya Gregory, leo hii tumemaliza mwaka na tumeanza mwaka mpya. Mwaka ambao ni mwaka wa 2026. Na nikwambie kitu kimoja ndugu yangu, siku hii ya leo tunapaswa kufurahia, si kama ulimwengu unavyofurahia. Unajua wengi watafurahi sana wakisema kwamba kwa kufurahia kwao ni lazima walewe, wanywe, wale karibu kutapika, na watafanya mambo mengi sana ya ajabu. Na wengine watazini, wengine wataua, na wengine watafanya mambo mbalimbali ambayo hayampendezi Mungu. Lakini kwa ngambo yao wanasema kwamba wanamtukuza Mungu kwa njia hiyo, yaani wanafurahi, wanashukuru. Ila mimi na wewe tupate muda wa kumshukuru Mungu kwa kutulinda kwa kipindi cha mwaka mzima. Tumemaliza, tumepitia mambo mengi, na nitoe pole sana kwa ndugu zetu wote ambao wamepatwa na matatizo kwa mwaka mzima. Wengine wamefiwa, wengine wamevunjika mguu au mkono au kiungo fulani cha mwili kimeharibika. Vile vile tutoe pole kwa ndugu zetu ambao wako ukimbizini. Wengi wamekimbia kwa ajili ya vita, wengine kwa ajili ya magonjwa fulani, na wengine kwa ajili ya njaa. Ila nikupe matumaini ya kwamba Mungu anakupenda. Na kinachokuambia kwamba anakupenda, kitachokuonesha wewe ni nini? Kwanza, aliruhusu kuzaliwa. Baada ya kuruhusu kuzaliwa, anakulinda unaishi. Kwa kuishi kwako ni mujibu wako sasa wa kujiambia, je, maisha yangu ni kwa faida ya Mungu au kwa faida yangu mwenyewe? Nashukuru sana, ila nakuja kwako leo ili tupate kukumbushana kwa kitu kidogo tu kuhusiana na siku hii ya leo tunaenda kuianza. Jioni hii ya leo nataka nikukumbushe mambo machache. Ujue kwanza, kuzaliwa kwako ni makusudi ya Mungu. Kuzaliwa kwako ni makusudi ya Mungu. Ni Mungu ndiye alipenda uzaliwe kwa sababu umtukuze, uoneshe heshima yako mbele zake, na ulimwengu mzima ujue kwamba umeumbwa na nani? Na Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili ni kukuambia ya kwamba maisha yako ni Mungu anapenda uishi. Ni mujibu wako wa kujua, je, maisha yangu mimi yanamtukuza Mungu? Maisha yangu yanamtukuza Mungu? Maisha yako wewe yanamtukuza Mungu tangu kuzaliwa mpaka leo hii? Na nikuulize, kwa mwaka mzima umeupitia, mwaka mzima wa 2025, ni kitu gani ambacho umekitenda kikamfurahisha Mungu na Mungu akajivunia wewe? Kipindi cha mwaka mzima ni kitu gani umekifanya kikamfurahisha Mungu na Mungu akajivunia wewe kwa duniani? Ukijaribu kutia mambo mawili hapa katikati, ujaribu kutia mambo mema ambayo umeyafanya kwa mwaka mzima na mambo mabaya ambayo umeyafanya kwa mwaka mzima, na utagundua ulimtukuza ni Mungu au Ibilisi. Kazi ni kwako, tafakari kwanza hilo. Na jambo la pili, nikwambia kwamba
mwaka huu ambao tunaenda kuanza, kuna vitu ambavyo unapaswa kuvifanya. Acha nikukumbushe, ikiwa uliumbwa na Mungu na unajua kisa na mazumuni ya maisha yako hapa duniani, na unajua ya kwamba maisha yako yanapashwa kuwa furaha kwa Mungu, yanapashwa kuwa ya kumtukuza Mungu, vile vile ni lazima ukiri ya kwamba utayatoa maisha yako kwa mwaka mzima huu ambao tunauanza, ili yaende kumtukuza Mungu kwa fidia au kwa kulipa yale yote ambayo umeyatenda. Sasa geuza mwelekeo wa maisha yako. Acha nikwambie kitu kimoja. Kwa mwaka huu ambao umepita, kuna mambo mengi ambayo umeyafanya na wewe mwenyewe hata yamekukwaza, na mpaka ukasema nilifanya nini? Afadhali nisingezaliwa. Yale kushangaza wewe mtendaji. Lakini sasa Mungu, je, wakati amekushangaza wewe, Mungu inamfanyia nini? Acha nikuibie siri, haimsaidii kitu Mungu ikiwa wewe hautatii sheria zake au hautatenda kazi yake. Yeye ni Mungu tu na atabaki kuwa Mungu. Yeye ni wa milele, milele zote, milele na milele, atabaki kuwa Mungu. Na ikiwa utasema mimi sitamtumikia wala sitamtii, na hata Yesu ajapo siendi, yeye atakuwa tu na atabaki anaishi maisha yake ya milele na watakatifu ambao amewachagua yeye. Ila cha kufurahisha ni kwamba Mungu anakupenda wewe, Mungu ananipenda mimi, na ndiyo maana nakuja ili tukumbushane mambo haya machache. Kwa mwaka huu inakubidi ufanye vitu ambavyo angalau vitafaidia kwa kazi ya Mungu. Ni watu wangapi umewatembelea ambao walikuwa katika shida zao, ukawapa matumaini ya kuishi kwa mwaka mzima? Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ni watu wangapi umewafundisha wakageuza mwelekeo wao wa maisha na wakamfuata Mungu? Hilo ni jambo la pili. Tutaenda kwa namna hii ili tupate kuelewa vizuri mpango wa Mungu katika maisha yako kwa mwaka huu wa 2026. Kwanza nikutakie mwaka huu uwe mwaka wa amani kwako. Amani ya moyo, amani ya roho na amani ya mwili pia. Vile vile amani hiyo ambayo ninakutakia mimi kwako, ambayo Mungu anakutakia wewe, na iwe amani ambayo wewe utatakia wengine. Kumbuka kuna watu ambao umewauzi katika mwaka mzima. Kuna watu ambao walisema ni heri asingelikuwa hapa. Wapo. Na kuna wale ambao walisema angetoka basi kwanza. Wapo. Unawanyima amani. Amani hiyo jitahidi sana ufanye nini? Uwarudishie kwa mwaka huu. Ujirudie, uwarudishie amani ile ambayo liwanyima. Na kitu kingine ambacho utakifanya, uwe mwaka huu uwe mwaka wa msamaha kwako. Mwaka huu uwe mwaka wa msamaha kwako. Yaani ni kusema kwamba umeyapitia mengi, umetenda mengi maovu na mabaya, lakini sasa shingo yako ilikuwa ngumu na ukachia jiwe kwenye moyo, hukutaka kutubu. Na kuomba siku ya leo, mwaka huu uwe mwaka wa msamaha kwako, uwe mwaka wa toba kwako. Nyenyekea mbele za Mungu ukatubu, omba msamaha. Makosa ni mengi umeyatenda tangu kuzaliwa hadi leo, na kuna mengine umeshamehewa ila umeyarudia. Ni kusema ya kwamba tubu, anza mambo yako mapya,
anza upya na Mungu. Na unapoomba msamaha, kwa sababu ni mwaka wa msamaha kwako, jitahidi na wewe pia samehe. Kuna wengi ambao wamekukosea sana, wengi wamekukosea huku na huku, wamekutendea mambo makubwa ambayo hata ukiyafikiria unatamani kujua au unatamani kuua mtu. Lakini sasa nakuomba kwa siku ya leo, mwaka huu uwe mwaka wa msamaha kwako. Regeza moyo wako, waliokukosea wasamehe. Hata kama wengine hawataki kuomba msamaha, wasamehe. Na wakati unaposamehe, kumbuka Mungu anakusamehe pia. Vile vile uwe mwaka wa huruma kwako. Jinyenyekeze mbele za Mungu na atakuhurumia katika mambo yako. Atakuhurumia katika maisha yako. Atakuhurumia katika yote. Kwa sababu najua kuna tofauti kati ya huruma na msamaha. Ninapokukosea nikikwambia unihurumie, ni tofauti ya kukwambia unisamehe. Unaweza kunihurumia na hautanipiga kwa sababu nimefanya kosa kubwa, ukanihurumia hautanipiga, ila haujanisamehe. Baada ya kuomba msamaha, tuombe huruma pia kwa Mungu, atuhurumie, atuonee huruma. Yaani aturegezee mambo, aturahisishie. Na unapoomba huruma kwa Mungu, jitahidi kuhurumia wengine. Jitahidi kuhurumia wengine ili Mungu nawe apate kufanya nini? Apate kukuhurumia. Kwa siku hii ya leo nimalizie kuambia kitu ambacho kinapatikana katika maneno ya Yesu. Kwanza tutaenda kusoma kitabu cha Mathayo 25 verse 35 hadi 36. Ndipo wale wenye haki watakapomjibu Bwana, ni lini tulikuona ukiwa na njaa tukakulisha, au ukiwa na kiu tukakunywesha? Lini tulikuona ukiwa mgeni tukakukaribisha, au ukiwa uchi tukakuvika? Tena ni lini tulikuona ukiwa mgonjwa tukakutunza, au ukiwa kifungoni tukakutembelea? Hayo ni maneno ya Yesu ambayo alikuwa akifundisha na kusema kwamba wakati atakapopokea watakatifu wake atawaambia, ingieni, kwa sababu nilikuwa mgonjwa mlikuja kunitazama, nilikuwa na njaa mlinilisha, nilikuwa na kiu mlinipa maji ya kunywa. Sasa watashangaa, watasema tangu lini, siku gani tulikuona? Lakini atawaambia, wale ambao mliowatendea wale wadogo mlikuwa mmenitendea mimi. Hii ni neno la utume kwetu. Huu mwaka uwe mwaka wako wa kuwahurumia wengine, kuwajali wengine. Kuna watu wengi wanahangaika, ndugu yangu, wanahangaika. Jirani anakosewa, ni mgonjwa, anakosa hata kidonge cha 500, lakini unayo milioni, hata kumnunulia kidonge anashindwa. Unasema atakoma ituru. Wakati unaposema jirani yako atakoma ituru, Mungu aseme nini kwa ajili yako wewe? Huu mwaka uwe mwaka wa kuangalia wengine katika taabu zao. Unajua maandiko yanasema kwamba kanisa la kweli ni lile ambalo linawaangalia wajane na mayatima katika dhiki zao. Sawa? Wengi wanakosewa katika maisha yetu tunayoyaishi leo. Ni wengi wanakosewa na mambo mengi. Lakini sasa leo hii, siku hii ya leo, tariki 1 mwezi wa kwanza, watu watafanya gharama nyingi ambazo zitawaingiza katika madeni mengi. Inafikia kipindi hata wengine wanakimbia mji kwa sababu ya madeni, lakini sio kwa sababu wanafurahia ulinzi wa Mungu, ila ni kwa sababu ya anasa.
occasion. Wanaprofite nini? Occasion. Na kitu kingine ambacho tutakifanya kwa mwaka huu, tuwe wafadhili sana kwa wengine. Tuwe wafadhili kwa wengine, tukiwafadhili kwa njia mbalimbali, kwa sababu fadhila ni kama vile kulipa wema kwa wema. Kulipa wema kwa wema. Kumlipa mtu wema aliyekutendea wema sio kosa, ni vizuri zaidi. Na ndiyo maana Yesu alisema zaidi hasa ni kumfanyia mtu wema aliyekutendea mabaya. Na kwa kumaliza, tutajikita katika kitabu kile cha Mathayo. Enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Hicho, yaani mataifa tuwafanye kuwa wanafunzi. Na ndio jambo la muhimu sana ambalo nataka kukazia hapa. Huu ni utume. Na utume huu unatuambia tuwafanye kuwa wanafunzi. Tuwafundishe. Kama nilivyosema mwanzo, kuanzia mwaka mzima mpaka leo, ni watu wangapi ambao umewafundisha na wakapata kuongoka? Walio nje ya imani yako, walio nje ya familia yako, ni wangapi? Ni wajibu wetu mwaka huu tujitoe kwa njia ya pesa, kwa njia ya vitabu, kwa njia ya mahubiri, kwa njia ya maombi, kwa njia ya chakula, kwa njia mbalimbali, tuufundishe ulimwengu mzima, kwa sababu siku zinaenda. Tunabakiza miaka michache tu, kama 6 hivi niseme, mambo ambayo yatatokea katika hii miaka 6 ambayo tunaenda kuishi siku hizi na baki hapa, itakuwa ya kushangaza sana. Sasa tunalala sana, na tutaamka lini? Tunalala sana, na hii kulala kwetu ndio inasababisha hata ziki kuu isije. Kwa sababu tunafanana na ulimwengu. Kwa hiyo tunapaswa kujitahidi sana tusijifananishe na ulimwengu huu. Tunapokuwa tukifurahia sikukuu za mwaka mpya, tujihadhari sana sana tena sana. Ndugu mzazi, ikiwa mtoto atakuingiza katika makosa kwa sababu ya watoto wengine, onya mwanao. Jichunguze mwenyewe. Usije ukasema kwamba nimefanya hivi kwa sababu ya mwanangu. Mtoto wako atakubeba mbinguni. Wewe ndio unapaswa kumuongoza mtoto, lakini kana kwamba mtoto ndio anaanza kukuongoza. Baba anahitaji nguruwe kwa sababu kwa majirani wamepiga nguruwe, ni nzuri, nahitaji mpaka ninunulie. Sasa sababu mtoto alilomba ndio tena kumnunulia. Angalisho sana. Mwaka huu nakutakia huu mwaka wa baraka. Mungu akubariki, afungue kila kitu, afungue kazi zako, afungue akili yako, elimu yako, afya yako imarike, afya hasa ya kiroho. Kumbuka kuomba, kumbuka kusoma neno. Vitabu vya roho na nabii ni vingi sana, tujifunze. Vitabu vya lesoni tujifunze kila siku. Sio siku ya Sabato tu, ni ya kila siku. Na vile vile tuwe waangalifu sana kwa kutokuwafundisha wengine. Na kazi ya hapa ni mwaka wa utume. Mwaka wa utume. Tuwafundishe wengine. Neno tulipeleke mahali pote, kwa kuanzia mahali ulipo. Kuanzia kazini kwako, nyumbani kwako, katika familia yako. Na kushukuru sana kwa kunitega sikio. Ningependa mwaka huu uwe na matunda makubwa sana sana tena sana, na ukue mwelekeo mzuri ambao utaonekana katika watu wa Mungu, sababu watu wote walioumbwa na Mungu ni watu wa Mungu. Mungu apate kubariki.